Jahazi TV. Mgogoro unaoendelea kisiasa nchini Uganda hasa kuhusu Bobi Wine, Robert Kyagulanyi na agizo la masaa 48 kutoka kwa Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Bobi Wine ambaye jina lake kamili ni Robert Kyagulanyi ni kiongozi mkuu wa upinzani nchini Uganda na ndiye mgombea urais katika uchaguzi wa mwezi Januari uliofanyika mwaka huu. Baada ya uchaguzi huo, alikataa matokeo rasmi yaliyotangazwa na Rais Yoweri Museveni kuwa ameshinda muhula wa 7, akidai kuwepo kwa udanganyifu mkubwa wa kura, ukaguzi usio huru na uingiliaji wa jeshi katika mchakato wa uchaguzi. Bobi Wine ameweka wazi kuwa matokeo hayo ni feki na hayawakilishi mapenzi ya wananchi. Bobi Wine alisema katika eneo la siri na mahali pasipojulikana alikimbia baada ya jeshi na polisi kulenga kumkamata, na walipiga makazi yake ya mji Magere wa Kiso na kumfanya ahitaji kujikinga kwa usalama wake. Katika mahojiano na vyombo vya habari, alieleza kuwa yeye bado anaendelea kuzungumza na umma kutoka katika mahali palipotokewa habari na kwamba amekwepa kukamatwa. Jenerali Muhoozi, mkuu wa jeshi na pia mwana rais wa Museveni, ametumia mtandao wa X kutuma masaa 48 kwa Bobi Wine ili ajitokeze kwa polisi. Muhoozi ameandika wazi kwamba ikiwa Bobi Wine hatajisalimisha ndani ya kipindi hicho, basi atachukuliwa hatua kama mtuhumiwa, mgomvi au mtetezi wa ghasia na kukabiliwa na hatua kali za usalama. Alieleza pia maneno ya kuchochea dhidi ya chama cha Bobi Wine National Unity Platform katika ujumbe wake wa mtandaoni. Polisi wa Uganda wamekanusha taarifa kuwa inamtafuta Bobi Wine kwa saa na kwamba kauli kuhusu kukamatwa kwake haikuwa rasmi. Msemaji wa polisi alisema kwamba Bobi Wine hakuwa chini ya ulinzi wa polisi wala kukamatwa na kwamba kulikuwa na udhibiti wa ufikiaji tu karibu na makazi yake kwa sababu ya hali ya usalama. Hii imeleta tofauti na maoni kati ya jeshi nchini ya Muhoozi na afisa rasmi wa polisi. Mgogoro huu wa kisiasa umeibua kutokana na hali ya kutoridhika kwa upinzani juu ya jinsi uchaguzi ulivyofanyika, pamoja na malalamiko ya kuzuia kampeni kwa kuwepo kwa jeshi kubwa, kuzuia huduma za mtandao na mashitaka dhidi ya maelfu ya wafuasi wa upinzani. Bobi Wine na chama chake wanasema kwamba shughuli hizi zimefanyika ili kuwanyamazisha wapinzani na kupunguza uwazi wa uchaguzi. Hali ya kisiasa na usalama ni tete sana nchini Uganda, huku Bobi Wine akiwa hana hadhira ya umma wanaoonekana mahali pasiri, na baadhi ya viongozi wa serikali wakitoa vitisho vya kutumia nguvu ikiwa hatatokea kwa polisi ndani ya masaa 45 yaliyowekwa. Matukio haya yamevutia mkazo wa kimataifa juu ya uhuru wa kisiasa, haki za binadamu na utendaji kazi wa sheria nchini Uganda. Ikumbukwe kuwa Rais Yoweri Museveni ndiye mshindi wa uchaguzi wa Uganda uliofanyika Januari mwaka huu, akishinda awamu yake ya 7 ya urais kwa kupata takriban kula 71.65 na hivyo kuendelea kushika madaraka tangu mwaka 1986, akiongoza zaidi ya miaka 40 akiwa katika uongozi wa nchi hiyo. Mimi ni Zaituni James Gala na hizi ni habari za kimataifa kutokea Jahazi TV. Jahazi TV.